Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametupatia heshima kubwa wana Dar es Salaam kwa kufanya ziara tarehe 8 ya mwezi wa pili 2026 kuanzia saa 2 asubuhi kwa lengo la kuja kuzindua soko la Kariakoo. Mtakumbuka kwamba mwaka 2023 soko hili la Kariakoo liliungua na baadaye Mheshimiwa Rais kupitia ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ya wakati huo alitoa maelekezo ya haraka ya kuhakikisha soko hilo linarudi haraka kama lilivyokuwa na ikiwezekana kuliboresha zaidi. Nayo furaha kuwaambia kuwa kazi hii kubwa ameifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameleta fedha zaidi ya bilioni 28 ambazo zimekarabati soko la zamani na kujenga soko jipya. Ndugu waandishi wa habari, mtafahamu kwamba katika soko lile wakati linaungua walikuwepo wafanyabiashara. Nayo furaha pia kuwaambia kuwa shirika la masoko la Kariakoo chini ya mtendaji wake Bwana Ashraf wamejitahidi kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wote waliokuwepo wakati huo wanarejeshwa kufanya biashara katika eneo la soko la Kariakoo jipya na lile la zamani. Hayo pia yalikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, yamekuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, yamekuwa pia ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe kuhakikisha wafanyabiashara wote waliokuwepo zamani wanarejea. Na urejeshaji huo, wafanyabiashara wote ambao wamepata mikataba wanafahamu hatua zote ambazo wamepitia mpaka kukamilisha hatua za kupangishwa tena ya maeneo ya vizimba na vile viduka ama vigoli ambavyo vipo katika soko hilo. Maboresho ya soko hilo, ndugu waandishi wa habari, yameongeza tija kubwa. Tumepata vizimba na fremu au sehemu za kufanyia biashara zaidi ya 1500, lakini zaidi pia wafanyabiashara wa zamani ambao wataingia pia katika soko hilo watakuwa ni zaidi ya 1000. Kutakuwa kuna maeneo ya parking, kutakuwa kuna maeneo ya kufanyia biashara vizimba, kutakuwa kuna maeneo ya kufanyia biashara kwa maana vile viframe vidogo vidogo tunaita vigoli, kutakuwa kuna maeneo ya ngazi yanayopandisha kwenda floor ya kwanza, pili, ya tatu kwa soko jipya, maeneo ya machinga, lakini pia kutakuwa kuna utaratibu maalum wa biashara kuzipanga katika maeneo yao, kwa maana kama ni electronics ni eneo lake, kama ni nguo ni eneo lake, kama ni mabucha ni eneo lake na kadhalika na kadhalika. Lakini zaidi pia kutakuwa kuna parking itakayo accommodate magari zaidi ya 400. Tuna basement 2, kutakuwa kuna warehouses ambazo ni magodown, lakini pia kumekuwa kuna mifumo mikubwa na ya kisasa, kuna CCTV cameras na kadhalika. Ni waombe wananchi wote wa Dar es Salaam, wazee wa Dar es Salaam, wafanyabiashara wa Dar es Salaam na wafanyabiashara wa Kariakoo, uongozi wa wafanyabiashara, machinga wa Dar es Salaam na machinga wa Kariakoo, waendesha pikipiki, pamoja na watu wote na hasa pia wanaofanya biashara za cargo kuweza kuhudhuria siku hii muhimu mno ili tuweze kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa zawadi kubwa aliyotupatia wana Dar es Salaam. Naomba pia niwatangazie rasmi leo kwamba wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wote ambao wamefunga barabara za kuingia katika soko hilo waziache wazi barabara zote ili kuruhusu sasa wafanyabiashara waliochukua sehemu za biashara katika soko jipya na kubwa hili la Kariakoo ambalo limekuwa ni kielelezo kikubwa cha biashara na kielelezo kikubwa cha taifa letu, na hasa tunapojitambulisha na mataifa mengineyo, wasipate ugumu wa kuingia katika maeneo yao. Tunasema katika maeneo yale ambayo walikuwa wamepanga bidhaa zao, ni vema wakatambua kwamba
si wakati wa kutumia nguvu kuweza kuzifungua barabara hizo, bali kupitia uongozi wa machinga, uongozi wa waendesha pikipiki, kuzifungua barabara hizo haraka iwezekanavyo kabla ya tarehe 8 ili barabara zote ziweze kupitika katika maeneo hayo muhimu. Soko la Kariakoo ni muhimu kwa sababu tunafanya biashara na wenzetu wa Kongo, tunafanya biashara na wa Zimbabwe, tunafanya biashara na wa Malawi, wa Zambia na baadhi ya mataifa mengineyo ya East Africa. Kwa hiyo sio soko la kawaida, ni soko ambalo tunategemea na tunatarajia kuwa litaendelea kuwa kielelezo kikubwa cha diplomasia ya kiuchumi na masuala ya biashara katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, ukanda wa Afrika Kati na maeneo mengineyo. Naitwa Namoto Yusuf Namoto, mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Awali ya yote nipende sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya jambo hili ambalo tumelisubiri kwa muda mrefu sana, na sasa ni rasmi kwamba siku ya Jumapili ya tarehe 8 mwezi huu wa pili 2026 Mheshimiwa Rais anakuja kuzindua rasmi soko letu la Kariakoo. Kama mnavyofahamu, soko hili liliungua jioni ya tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2021, lakini Mheshimiwa Rais aliweza kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 28 kwa ajili ya ukarabati wa soko lile la zamani sambamba na ujenzi wa soko jipya la Kariakoo. Kwa hiyo kwa fursa hii nipende sana kualika wamachinga wenzangu pamoja na wananchi wote kwa ujumla pamoja na wakazi wa Kariakoo kujitokeza kwa wingi katika kuhudhuria uzinduzi huu wa soko letu la Kariakoo. Lakini sambamba na hilo, tumekuwa katika maandalizi mbalimbali tangu juzi. Tumekuwa na vikao na wafanyabiashara wenzetu, na hivi ninavyozungumza, ndugu wanahabari, kama mmepita huko mitaani mmeona tumeufungua mtaa wa Nyamwezi, unapitika vizuri. Tumetoa meza na vizimba vyote vya wajasiriamali kwa ajili ya kupisha uzinduzi na shughuli za soko hili la kimataifa la Kariakoo. Pamoja nao tumefungua pia mtaa wa Tandamti, tumetoa meza na vizimba vyote, na sasa hivi unapitika, hata gari 4 zinaweza kupita wakati mmoja. Pamoja nao tumefungua pia mtaa wa Mkunguni, sasa hivi unapitika bila bughudha ya aina yoyote. Kikubwa tu nitoe wito kwa wafanyabiashara wenzangu kwamba kuheshimu maeneo yale ambayo tumekubaliana kwamba tusifanye biashara ili kuruhusu wapita njia, kuruhusu magari, kuruhusu wananchi wa kawaida kuweza kutumia maeneo hayo kwa ajili kuingia kwenye soko letu la kimataifa la Kariakoo kwa ajili ya kuja kukuza ustawi wa Kariakoo, jambo ambalo tulilisubiri kwa muda mrefu sana.